na sentensi ni mshororo, na ile sehemu inarudiwa sana inaitwa kiitikio ama kibwagizo. Ruto miaka 10 bila break. Mr. Speaker, kuna mambo mawili kwanza ningeomba niseme. Shuleni katika watu wako hapa hawa, kuna watu walikula school fees, wengine walipiga walimu hapa. Wanajijua wenyewe. Kwanza, mtu kama huyu akiongea hapa hata kupatia mwangaza. Kitu cha kwanza mimi napatia Ruto tick tena kubwa, kuchagua mwanamke wa kwanza AG in the world. Dorcas Oduor. Hiyo si maendeleo. Hiyo si maendeleo hiyo. Unataka kuja kwa nyumba yako. Kuchagua waziri wa kwanza wa pesa Kenya kwa mara ya kwanza Jaluo Mbadi. Kibaki hakufanya, Uhuru hakufanya. Hiyo si maendeleo hiyo. Hiyo si maendeleo hiyo. Mr. Speaker, wakati wa Moi, wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru, ng'ombe zinaibiwa. Ng'ombe zinaibiwa leo. Wewe. Wapi? 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 Hakuna ng'ombe zinaibiwa sasa hii. Ng'ombe zisiibiwa. Mambo ya ng'ombe kuibiwa. Jambo lingine, Ruto alifungulia mlango Raila kule AU, Ethiopia. Rais alifungulia Raila mlango. Hiyo ni maendeleo. Mr. Speaker, mimi nataka kuambia kabisa, maendeleo sio uletewe sima kwa nyumba. Nilisema hapa na narudia. Mzee huko kwa hapa. Wewe ufuga mbwa inakula kwangu, inarudi kwako. Nani anafaidika? Sasa kama mtu amepata hii kazi ya UAG mwanamke, uone umeondoka kina mama wote. Unataka tuwe sima kwa meza. Hawa wana chuki na hawana sera kutuambia. Sera ni one term. Hiyo ndio sera yao hiyo. Na mimi naambia watu wa Mount Kenya, nyinyi mmelifanya sisi condom. Mkatupeleka kwa Kibaki. Mkatupeleka kwa Uhuru kama hatutaki. Mkatupeleka kwa Uhuru hatutaki. Kwa Ruto hatutaki. Sasa tena mtaka kutoa kwa Ruto kama condom, mtaka kupeleka pale, mtaka kutupeleka. Haitawezekana, mtakonda wenyewe. Sisi tutabaki hapa kwa Ruto. Kwa Ruto condom tafadhali. Sisi condom. Kwa Kibaki kwa lazima. Kwa Uhuru kwa lazima. Kwa Ruto kwa lazima. Tena mnatoka tutoke twende wapi? Lucy 2007 alituambia kipindi tutakupatia kiti ya urais 2013. Kinaitwa akajibu hawa kamba hawa wiper hawa. Mto ndogo inaingia kwa kubwa. Hamkuwa Kenya. Hamkuwa Kenya. Michuki akaambia kamba hawa. Tumelipa Kalonzo wenyu. Wana deni na Kikuyu hawa. Wana deni. Sijui kama Kenya. Kalonzo mwenyewe akasema yeye ni mtu wa mkoa na Uhuru si kiongozi. Uhuru amekwisha. Wewe ni mtu wa mguu wa nini? Kwa hivyo wewe kaeni na wanawaipa wenyu. Mwenye anafungua ya siasa ya Kenya ni baba Raila Amolo Odinga. Hii kifunguo ndio iko nayo hii. Na Ruto miaka 10. Muongee, mulie, mutapike, mushute shauri yenyu. Ruto miaka 10. Mr. Speaker, angalia mtu mwenye ataongea hapa, mwenye kupiga mwalimu na mwenye kula school fees. Aongea hapa. Kuna watu wamekula school fees wako hapa. Ndio wanatusumbua hapa. Hawana historia, hawasomi katiba. Katiba inasema, na tulisoma hapa. Unaweza kuwasomea na boss. Katiba ndio wasomee pale mahali tu, tafadhali na kuomba dakika 2. Kuna shida hapa. Hapa kuna shida hapa. Piga siasa na historia. Piga siasa na katiba. Uhuru Raila yuko kwa Ruto kisheria. Kisheria 135. Soma na sauti, shika. 135 soma. Wagonjwa hao wasikia. Soma hapo, shika. Tafadhali. Raila yuko kwa Ruto kisheria, anakubalika kikatiba. Alikuwa kwa Moi, alikuwa mfalme. Akakuwa kwa Uhuru, kwa Kibaki alikuwa njamba. Alikuwa kwa Uhuru, akawa mfalme. Leo hii yuko kwa Ruto ni mnafiki. Article 137. 135. Article 135 of the Constitution of the Republic of Kenya inasema kwamba decision of the president, a decision of the president in the performance of any function of the president under this constitution shall be in writing and shall bear the seal and the signature of the president. Sasa yuko kwa Ruto yuko na Raila kisheria, alimchukua akakaandikishana wakaka katiba. Mnatusumbua hapa kila siku ati ni wanafiki ni wakora. Nyinyi tokeni kwa Kenya muende Uganda ama Tanzania, mtuachie Kenya hii. Tafadhali.